Mwanamke, ruhusu mumeo awe kiongozi wako. Ruhusu mumeo awe kiongozi katika familia yako. Mwanamke, ruhusu nafasi ili mumeo akae katika nafasi hiyo kama kiongozi katikati ya familia yako. Shida nyingine kubwa ambayo nimeiona mara kwa mara inatokea kwenye muda unaohitajika ili kufanya maamuzi. Nataka nikutie moyo mwanamke mwenzangu, nikutie moyo kwamba nafasi ya mwanaume kama kiongozi ni nafasi ambayo ameumbiwa ndani yake. Yaani huyo mwanaume ambaye wewe unakaa unaona huyu na hivi anaweza kuamua nini, nafasi hiyo kama kiongozi ameumbiwa ndani yake. Na ndio maana ukifuatilia hata taarifa za utafiti wa kidaktari zina mambo mengi yanayoonyesha tofauti kati ya mwanaume na mwanamke, na ukiziangalia zile tofauti moja kwa moja zinamweka mwanaume kwenye nafasi nzuri sana ya kuwa kiongozi. Kwa mfano hapa nimeziweka tu tofauti tatu. Tofauti ya kwanza, mwanaume anafikiri taratibu. Mwanaume anafikiri kwa utulivu. Lakini mwanamke anafikiri kwa haraka na ana uwezo wa kufanya maamuzi kwa haraka. Kumbe kule kufikiri taratibu tayari kunamweka mwanaume kwenye kuweza pale kunapokuwa na mambo muhimu mazito kuweza kuyafikiri kwa utulivu na kuyatolea maamuzi vizuri zaidi. Lakini pia mwanaume anao uwezo wa kufikiri kitu kimoja tu kwa wakati mmoja. Anao uwezo wa kufanya jambo moja tu kwa wakati mmoja. Mwanaume hana uwezo wa kufikiri jambo zaidi ya moja kwa wakati mmoja. Hana uwezo wa kufanya jambo zaidi ya moja kwa wakati mmoja. Wakati mwanamke ana uwezo wa kufikiri mambo kadhaa zaidi ya mawili matatu kwa wakati mmoja. Na ana uwezo wa kufanya mambo kadhaa kwa wakati mmoja. Sasa hii kwa mwanamke nayo ni nguvu ya aina yake ya kiutendaji. Kumbe mwanamke akikaa kwenye nafasi yake, ndio maana mwanamke anaweza akanyonyesha mtoto akiwa analia wakati anampikia mtoto uji. Anapika huko ananyonyesha. Na mtu akihitaji taarifa za haraka anaweza kuchukua hata simu bado akafanya kitu kingine. Ana uwezo wa kufanya hivyo vitu na hakuna kitakachoharibika. Kwa hiyo ameumbiwa kwa nafasi yake kama msaidizi kufanya vitu hivyo vingi kwa wakati mmoja. Lakini hebu tazama sasa, katika habari ya kufanya maamuzi, mwanaume yeye anaweza kufanya kitu kimoja kwa wakati mmoja. Kwa hiyo ana uwezo wa kuingia kwa kina kwenye hicho kitu kimoja. Kumbe wakati mwanamke ana vitu vyake vitatu vinne anaendelea navyo ambavyo ni muhimu kwa familia kwa nafasi yake. Akimpa mumewe nafasi kwamba kunapokuwa na mambo magumu kwenye kichwa chako mwanamke, usisahau kumwambia mume wako. Mwambie mume wangu kuna jambo hili liko hivi na hivi na hivi. Naona ni jambo muhimu sana. Tunahitaji kulifanyia kazi ili nijue namna nzuri zaidi ya kwenda nalo mbele. Kwa hiyo ukimpa hivyo, yeye analifikiria hilo moja na anaweza kuzama nalo, akaja kutoa ufumbuzi ambao, maamuzi ambayo yakawa ni ya msaada zaidi kwa familia nzima. Lakini mwanaume anafikiri kwa kutumia akili. Anafanya maamuzi kwa kutumia akili, kwa kutumia logic Kiingereza wanasema. Lakini mwanamke anafikiri kwa kutumia hisia, anafanya maamuzi kwa kutumia hisia. Logic Kiswahili chake ni mantiki. Kwa hiyo kama mwanamke unataka kwenye familia yako kuwe kuna maamuzi yenye mantiki nyakati zote, hakikisha kunapokuwa na mambo muhimu unamueleza mume wako. Kwa sababu yeye ameumbiwa kufikiri kwa kuongozwa na mantiki na kufanya maamuzi kwa kuongozwa na mantiki. Wewe umeumbiwa kama mwanamke kufanya maamuzi kwa kuongozwa na hisia. Mungu kamuumbia hivyo kila mmoja wetu kwa makusudi ili wote tuweze kujengana. Sasa hebu fikiri, maamuzi yanayofanyika kwa hisia. Hisia ni nini? Nimefurahi, hiyo ni hisia. Kwa hiyo nikifurahi mwanamke naweza nikafanya maamuzi kwa ajili ya furaha yangu. Na ndio pale ambapo huwa tunaweza kuahidi mambo mengi makubwa na mengine tusiweza hata kuyatekeleza. Lakini nikiwa na huzuni, naweza nikafanya maamuzi kutokana na huzuni nilionayo. Nikifanya maamuzi kutokana na huzuni, naweza nikafanya maamuzi yanayojaribu kuyatumia ili yaniinue, yakawa maamuzi sio mazuri. Hasira ni hisia. Naweza nikafanya maamuzi kwa kuwa nina hasira. Hasira inaweza ikaharibu tu. Nikafanya kitu pengine kwa ukali zaidi na nikaleta maamuzi ambayo sio sahihi. Mwanaume ameumbiwa kutofanya maamuzi kwa kutumia hisia. Yeye anatumia mantiki, logic, anatumia akili. Kwa hiyo unapopata nafasi mwanamke ya kumweka mume wako kwenye hiyo nafasi, maamuzi mengi yatafanyika yenye mantiki, yatafanyika yenye akili, yatafanyika ya kuwajenga ninyi nyote. Kwa hiyo mwanamke, ruhusu hiyo nafasi. Unairuhusuje? Mambo mawili. Kwanza,
unapokuwa na maamuzi muhimu ya kufanyika kwenye familia, mueleze mume wako. Mwambie mume wangu kuna hili na hili na hili ambalo nahitaji kujua namna njema zaidi ya kwenda nalo. Atalifikiria hilo jambo na atakusaidia kufanyia maamuzi. Lakini la pili, mpe muda. Kama nilivyosema, mwanaume hajaumbiwa kufikiri haraka haraka. Sasa nimeona wanawake wengi sana tunapata shida hapo. Nilishamwambia yeye hajaamua chochote, naona hataki. Hapana, sio kwamba hataki. Hajaumbiwa kufanya maamuzi haraka haraka. Kwa hiyo ukishamwambia kitu, tulia, acha siku moja ipite. Ikipita siku ya pili ya tatu, muulize, mwambie mume wangu tuliongea jambo hili. Ninatamani kujua maamuzi ambayo unafikiri tuende nayo. Na kama hauko tayari kulitolea maamuzi kwa sasa, walau basi uniambie unafikiria lini utaweza kuliongelea. Ukimpa nafasi ya hivyo, basi mtajikuta wote mnakwenda vizuri na maamuzi yanayofanyika katika familia yenu yatakuwa ni maamuzi yenye kubeba tija inayopasa kwa faida ya maisha ya familia nzima pale nyumbani. Lakini nyakati zetu tumejikuta pia ziko familia kadhaa. Kuna familia nyingine mtu ni mjane, bahati mbaya mume alifariki. Kuna familia nyingine mtu amejikuta mazingira yametokea kwamba amepata mtoto na analea peke yake kama baba, analea peke yake kama mama. Kuna familia za aina tofauti tofauti zinajitokeza. Kwa hiyo wanawake tunaweza pia kujifunza kufikiri kwa kutumia logic. Pale ambapo unajikuta uko peke yako, omba Mungu, kazana kuomba Mungu ili akusaidie, kwa sababu sio asili. Lakini omba Mungu akusaidie ili pia uwe unafanya maamuzi ambayo yanaweza kuwa maamuzi sahihi kwa familia yako. Na niseme tu kwa wewe mwanamke ambaye uko ndani ya ndoa, ujue tu kwamba pale ambapo unafanya maamuzi na maamuzi yale unayoyafanya, unajaribu wewe kujifunza kufikiri kwa akili, unajaribu wewe kujifunza kufikiri kwa mantiki. Yaani ujue ya kwako unayoijenga ni kitu chema, lakini mara nyingi hakiwezi kuwa kizuri kama kile kitu halisi. Kwa mfano, ukienda pale external, kuna mlima Kilimanjaro pale umetengenezwa. Picha huwa zinatoka nzuri sana pale, kama mtu alikuwa kweli kwenye mlima Kilimanjaro. Lakini ule mlima hauwezi kuwa sawa na ule mlima Kilimanjaro ulioko kule Moshi. Kwa hiyo wewe unachokitengeneza ni kitu kizuri, pambana kutengeneza kama ni lazima ufanye hivyo, na hasa kama unalea peke yako, maamuzi inabidi ufanye ili maisha yaende, pambana hivyo. Neema ya Mungu, mimi naomba siku moja Mungu akupe mmeo. Hata wewe uliyezaa mtoto mmoja wawili, bado unaweza kupata mume wako na ukaendelea pia kuishi vizuri kama sehemu ya familia. Lakini wakati bado hiyo neema haijafika, Mungu akusaidie kujenga hiyo namna ya kufanya maamuzi ambayo inaweza kuwa sahihi. Kwa kujifunza, jaribu sana kusoma pia vitabu mbalimbali vya decision making, jinsi sahihi ya kufanya maamuzi. Lakini wewe uliye kwenye ndoa, ujue kwamba unayojenga wewe sio rahisi ikawa timilifu kama ile aliyoiumba Mungu, kama asili ilivyo. Kwa hiyo mwanamke, mpe nafasi mumeo, tengeneza mazingira ya mumeo kukuongoza, kwa sababu katika mazingira ya kifamilia ndivyo asili ilivyo, ndivyo nature ilivyo, ndivyo ulimwengu ulivyotengeneza hayo mazingira. Na mkikaa namna hiyo, utakuta mambo yote yanakwenda sawa sawa.